siku ambayo tunaenda kumega mwili wako na kunywa damu yako. Baba wa mbinguni, tunakuomba ibada hii siwe ibada ya kawaida katika maisha ya kila mmoja wetu. Wacha ibada hii kawa ya kubadilisha maisha yetu. Wacha ibada hii Baba ukatufungue akili zetu na mawazo yetu, ili tukaweze kushika na hata kulielewa neno lako. Baba wa mbinguni, hakuna mwingine aliye kama wewe. Ni wewe kimbilio letu na msaada wetu. Asante kwa damu hii yenye nguvu na mamlaka. Asante kwa damu hii iliyomwagika msalabani, iliyotiririka msalabani, hata sasa inatiririka damu ya Yesu Kristo, ili tuweze kufunguliwa na kuwa huru. Kristo mwana wa Mungu, tunasema ni asante. Ni wewe kimbilio letu na msaada wetu. Niseme nini Baba yangu na Mungu wangu, ile kusema ni asante Mungu wetu, maana umetupatia siku na wakati na masaa haya ili tuje tukuabudu na meza ya Bwana. Tunasema ni asante Yesu. Mungu wetu na Baba yetu, naomba aliye mgonjwa akapokea uponyaji wake, aliyefungwa akaweze kufunguliwa katika jina la Yesu, aliyelemewa Bwana ukamuinue kwa kiwango kingine, maana wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Yesu Kristo mwana wa Mungu, wewe ndiye tegemeo letu na kimbilio letu. Baba yangu na Mungu wangu, na niahidi ya kwamba hakuna yeyote ajaye kwa Baba ila kwako wewe Yesu Kristo. Na siku hii ya leo Mungu wetu na Baba yetu, kupitia mwili wako na kunywa damu yako, tunaamini ya kwamba uko pamoja nasi. Asante kwa ukuu wako, asante kwa upendo wako. Baba, tunaomba tukiamini katika jina kuu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen and amen. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ni siku ya baraka katika maisha ya kila mmoja wetu, kama vile mtumishi wa Mungu ametutangulia, bishop wetu ametangulia kutuelekeza kwa ajili ya meza ya Bwana na kunywa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ina nguvu juu ya maisha ya mwanadamu. Damu ya Yesu Kristo hubadilisha hali. Nataka siku hii ya leo usichukue ibada hii kama ibada ya kawaida. Wacha ibada hii iwe ya kubadilisha maisha yako. Wewe uliokuja na huzuni katika nyumba hii ukatoke na furaha. Uliingia mahali hapa ukiona kana kwamba haiwezekani, ukatoke ikiwezekana katika maisha yako katika jina la Yesu. Wacha Bwana Yesu akakutumia kama chombo chake. Maana wewe na mimi tumeitwa kwa ajili ya kazi ya Yesu, ili tukaweze kuwahubiria wengi kule nje. Kwa hivyo tunapoula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Yesu Kristo, ujue tunaenda kupokea nguvu mpya. Ni kwa ajili ya kazi ya Kristo. Ujue ya kwamba tunapokea ushindi kule ambapo anatutuma. Ni kweli kuna milima na mabonde, lakini Yesu akiwa pamoja nasi, sisi tutakuwa ni washindi. Nashukuru Mungu kwa sababu ya walionitangulia, kwa ushuhuda ule ambao wametoa. Ni kwa ajili ya kazi hii ya Kristo. Wametoa ushuhuda kwa kujua kila mmoja ni nani katika huduma yake. Na ni kweli siku ya Jumapili tulihubiri ya kwamba Yesu Kristo ametumiminia mafuta na ametuita kila mmoja ili tukaweze kufanya kazi yake. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu hata kama hawakuwako, Roho wa Mungu aliwakuta kule walikuwa, na akaweza kufanya kazi kama vile alivyotuahidi. Ni kwa sababu alituahidi ya kwamba ametumiminia mafuta yake ili tukawafungue watu wake na kuwaombea waliofungwa na kuwatangazia mwaka wa Bwana. Kwa hivyo ninashukuru Mungu ni kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu na ametenda. Ninaenda kusoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza kuanzia pale 11 kuanzia mstari wa 23. Nataka kuona ya kwamba jinsi Mungu anataka tunapoula mwili wake na kunywa damu yake, jinsi ambavyo tunastahili kuwa. Kwa sababu mara nyingi watu wanautumia mwili wa Kristo na damu ya Yesu Kristo kwa mzaha. Lakini neno la Mungu limetupatia masharti tukaweze kusimama na kukaa na njia zake ili akaweze kuwa baraka katika maisha ya kila mmoja wetu. Haleluya. Teresi, mko na Biblia ya Kiswahili? Haleluya, haleluya. Wacha tuanzie pale mstari wa 23, 1 Corinthians 11 from verse 23. Na kueleza mahali nimeweka N na M ubadilishe kwa jina la Yesu na utabarikiwa. Haleluya.
Nitaenda kwingine hii Kizungu, lazima nijifundishe tu na nyinyi nikienda huko nikaweze kuwa nimebarikiwa. For I received from the Lord what I also delivered to you. That the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. 24. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is the body which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also he took the cup after supper, saying, "This is the cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." 27. Whoever therefore eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself, then and eat of the bread and drink of the cup. 29. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. Let me repeat there. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. Verse 30. That is why many of you are weak and ill, and some have died. Let me repeat there. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves, truly we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined, so that we may not be condemned along with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be for a judgment. About other things, I will give you direction when I come back. That is Paul alikuwa anaambia kanisa. Kwa hivyo ningetaka kukuambia kwamba umesikia sio mzaha. Ni ujihoji wewe mwenyewe. Ujue mnaitanishwaje na Kristo. Umuombe siku ya leo akufungue. Usinywe damu ya Yesu na ule mwili wa Kristo ukiwa umebeba mtu kwa roho yako. Wasamehe wote ambao wamekukosea. Wasamehe wale wote wamekukosea. Mtu yule amekukosea, kabla hatujaingia kwa hii ibada, nitakupatia nafasi yako. Uende kwa magoti, mlilie Mungu, mwambie Mungu akusamehe. Ni kwa sababu neno la Mungu limesema mara nyingi tunajikuta tuko wadhaifu, na wengine hata wameshakufa kwa sababu ya kutumia ibada hii jinsi ambavyo haistahili. Hii sio ibada ya mchezo. Zingine zinaweza kuwa watu wanachezea, lakini ibada hii sio ya mchezo. Ni ibada ambayo tumepatiwa masharti. Naye Paulo anasema vile amepewa na Mungu ndio vile anawapea ninyi. Na hata mimi Pasarufu, vile Mungu amenipea ndio vile na mimi nawapea. Nimewasomea neno lake. Ili unapoumega huu mwili na kunywa damu ya Yesu Kristo, uwe ujichue wewe ni mnani. Ujirekebishe kabla hujafanya hiyo ibada. Umlilie Mungu, mwambie Yesu, nimekuja mbele zako. Ninajua mimi ni mwenye dhambi. Ni kweli nimekosea. Lakini siku hii ya leo nimekuja mbele zako Yesu mwana wa Mungu. Kama vile neno lako limesema, ninajihoji, ninaomba unisamehe. Ni kweli nimekosea dada yangu, nimekosea mama yangu, ama baba yangu, ama hata jirani, ama hata mwalimu alikusomesha kule na umekuwa ukila mwili wa Kristo bila kutubu. Mwambie Yesu Kristo, nisamehe. Labda nilitukana mwalimu nikiwa shule, labda niliwatusi wazazi wangu, labda hata mfalme tumemtukana. Wakati tunamega mwili wa Kristo na hata tumetukana mfalme na hata hatujatubu, bado ni dhambi. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe mwenyewe. Uende mbele za Mungu, mwambie Yesu Kristo, nimetukana hata viongozi wangu, nimetukana hata watumishi wako, ninaomba unisamehe. Kwa sababu ibada hii sio ya kawaida. Haleluya. Ni ya kujihoji wewe mwenyewe. Mnaitanishwaje na Mungu? Mnapelekanaje na yeye? Unatii njia zake?
Kwa hivyo ni jukumu lako siku ya leo. Umwambie Yesu Kristo, ninakuja mbele zako, unisamehe kwa yale ambayo nimeyatenda. Nifungue, maana mimi ni mwenye dhambi. Nitakase, nioshe, niwe huru. Mwambie Yesu Kristo, bila wewe sitaweza. Mwambie Yesu Kristo, nisaidie. Ibada hii wacha iwe ni ibada ambayo sio ya kawaida katika maisha yako. Ibada hii wacha iwe ni ibada ya kukufungua wewe. Ibada hii wacha iwe ni ibada ya mwanzo mpya katika maisha yako, katika safari hii ambayo tunatembea na Yesu. Hata mimi Pastor Ruth, naomba ibada ya siku hii ya leo ikawe kuna kitu, kuna impact inaleta katika maisha yangu. Isiwe ni ibada ya kawaida. Hata mimi ninapomweka mwili wa Kristo na kunywa damu ya Yesu Kristo, isiwe tu ni mazoea, niipokee na njia nyingine siku hii ya leo. Haleluya. Ni kwa sababu Yesu Kristo anataka tujihoji. Anataka wakati tunaenda kula mwili wa Kristo, tukue in one accord, in one spirit. Usikimbilie kula kabla wengine, ni tuwe pamoja. Kwa hivyo tunaenda kupewa nafasi ya wewe kujihoji, kujua katika maisha yako mnapelekanaje na Kristo. Umekaaje katika wokovu wako? Wewe mwenyewe ujihoji, hakuna mwingine atakusaidia, ni wewe tu. Ni wewe unayejijua wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe tu utamuita Yesu, nisaidie. Hapa nimekuwa mdhaifu. Nipe nguvu na uwezo wa kusimama na njia zako, wa kutenda kadri na mapenzi yako. Maana bila wewe Yesu Kristo mimi sitaweza. Maana Yesu Kristo ndiyo njia. Yesu Kristo ndiyo daraja. Kwa hivyo hakuna yote atakayeenda kwa Baba bila Yesu Kristo. Na wakati tunakunywa damu ya Yesu Kristo na kula mwili wake, kuna mambo ambayo yanabadilika katika maisha yetu. Kuna mambo ambayo Yesu Kristo anaenda kubadilisha katika maisha yako na katika maisha yangu. Hatutakuwa watu wa kawaida tena. Haleluya. Hatutakuwa washirika wa kawaida. Tukila mwili huu na maarifa yake, tukinywa damu hii, tukijua tunakunywa kwa sababu gani? Maana amesema tuwe tunafanya hivyo mara nyingi, sio vile tunafanyanga. Kwanza anasema ni kila wakati. Kwa hivyo ni sio ya one day ama one month. Imesemekana kila wakati. Ni neno lake linasema. Kwa hivyo wakati unaitumia, kuna kile ambacho inafanya katika maisha yako. Na wewe usije ukaitumia ukiwa mtu ambaye umejichanganya, umejipaka uchafu. Lazima ukae na njia za Mungu. Mara nyingi tumekuwa watu wa kubeba mizigo. Unakosa kumsamehe mtu ambaye alikukosea miaka 10 iliisha. Inaweza kuwa ni boyfriend yako alikuacha, bado umembeba. Inaweza kuwa ni girlfriend yako, bado umembeba. Lakini ikifika wakati wa meza ya Bwana na kunywa damu ya Yesu Kristo, bado unaenda unafanya ile kazi. Hapana, tubu kwanza, mwambie Mungu nisamehe. Maana wakati unawaza yule mtu ambaye unafanya nimetumia tu mfano, yule mtu bado unamfunga wewe. Haleluya. Kwa hivyo fungua mtu yote ambaye umekuwa umebeba ndani ya moyo wako. Msamehe. Wasamehe wote ambao wamekukosea. Maana mara nyingi upande wa msamaha ndio watu huwaga hawajui kabisa. Umeokoka ndio, unaenda safari ndio, lakini msamaha watu hawajui kusameheana. Na neno la Mungu linatuambia tusameheane ndio na sisi tuweze kusamehewa. Kwa hivyo hii meza ya siku hii ya leo sio ya kawaida. Ningetaka tuwe mwenyewe ujihoji. Kama vile neno limesema, ujihoji wewe mwenyewe. Maana wewe ndiye unayejijua. Wewe ndiye unayejua kasoro zako. Wewe ndiye unayejua ni wapi umekosea. Umwambie Yesu Kristo, leo ninakuja mbele zako na nataka kukuambia ya kwamba utakapoenda mbele zake Kristo mwana wa Mungu, yeye atakusamehe. Ni kwa sababu ni Mungu wa huruma. Haleluya. Kwa hivyo ni jukumu letu tukamlilie Yesu Kristo. Mwambie Yesu, nikumbuke siku hii ya leo. Kumbuka maisha yangu. Nikumbuke maana sitaweza bila wewe. Nikumbuke maana sina nguvu. Mahali nimefika haiwezekani bila wewe Yesu mwana wa Mungu. Mwambie Yesu, nisaidie, majaribu ni mengi. Na bila wewe Kristo mwana wa Mungu nisaidie. Naomba urejesho wako. Unirejeshe chochote kile ambacho kimeibiwa na yule mwovu shetani.
Naomba unishindanie vita vyote, maana bila wewe mimi sitaweza. Mwambie Yesu Kristo, wewe ndiye tegemeo na kimbilio langu. Kweli Yesu Kristo, nimekaa mbali na wewe siku ya leo, nimekuja Baba yangu nikumbuke. Nipe nguvu na uwezo utokao kwako. Neno limesema tujihoji. Wewe mwenyewe ujihoji. Ujue ni wapi umekosea. Ujue tu ni wapi umeshindwa. Naye Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Ningetaka tena tusomee na Kiswahili kuanzia hapo 23 samahani. 23. Kwa maana mimi nilipokea kutoka kwa Bwana yale niliyowapa ninyi, kwamba Bwana Yesu usiku ule aliposalitiwa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo hivyo baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kunywea kikombe hiki, mnatangaza mauti ya Bwana mpaka ajapo. Kwa hiyo mtu yeyote alaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa na hatia ya dhambi juu ya mwili na damu ya Bwana. Inampasa mtu ajichunguze mwenyewe kabla ya kula mkate na kukinywea kikombe. Kwa maana mtu yeyote alaye na kunywa pasipo kuutambua mwili wa Bwana kula na kunywa hukumu juu yake mwenyewe. Hii ndiyo sababu wengi miongoni mwenu ni wagonjwa na wadhaifu, na wengine wenu hata wamekufa. Lakini kama tungejichunguza wenyewe tusingehukumiwa. Tunapohukumiwa na Bwana tunadhibishwa ili tusije tukahukumu pamoja na ulimwengu. Kwa hiyo ndugu zangu, mkutanikapo pamoja ili kula, mngojane. Kama mtu akiwa na njaa ale nyumbani kwake, ili mkutanapo pamoja msije mkahukumika. Nami nitakapokuja nitawapa maelezo zaidi. Haleluya. Nasikia neno la Mungu linatueleza vizuri sana. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe mwenyewe ukaweze kujihoji. Kwa sababu jambo moja ninajua ni kwamba damu ya Yesu Kristo ina nguvu na mamlaka. Damu ya Yesu Kristo hakuna jambo lile haiwezi kutimiza katika maisha ya mwanadamu. Damu ya Yesu Kristo sio kama damu ya Abeli. Damu ya Abeli ni ya kujilipishia kizazi, lakini damu ya Yesu Kristo ni ya kuokoa. Damu ya Yesu Kristo ni ya kubadilisha hali. Haleluya. Tukiangalia katika kitabu cha Exodus 12, huwa tunaona ya kwamba Mungu akamwambia mtumishi wake Musa, nenda ukaambia wana wa Israeli wapake damu katika vizingiti vya nyumba. Naye walipofanya vile, neno la Mungu linasema kifo kilipokuja hakikuweza kuingia mahali pale. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo iko na nguvu na uwezo wa kutulinda. Damu ya Yesu Kristo inatubadilishia maisha. Damu ya Yesu Kristo inaondoa hukumu yoyote. Ikiwa kuna hukumu ya kifo katika maisha yetu, tunapoinywa damu ya Yesu Kristo, kifo kinaondoka katika maisha yetu, hata kwa jamii zetu. Unapokunywa damu ya Yesu Kristo, mambo mengi yatabadilika. Unapoula mwili wa Kristo, wengi watafunguka macho ya kiroho. Wengi watapata hata the understanding of the word of God, because it is according to the word of God. Kwa hivyo siku ya leo ni wewe mwenyewe ujiachilie kwake Yesu mwana wa Mungu, akakuweza kukufungua na kukuweka huru. Ni wewe tu Yesu Kristo anakutazamia ufungue moyo wako, maana yeye hata kufanyia kazi ni wewe. Utakapofungua moyo wako na kumwambia Yesu Kristo, ni kweli mimi ni mwenye dhambi, ni kweli nimefanya mambo ambayo hayastahili, ninaomba unisamehe, ninaomba unifungue, naye Yesu Kristo atakufungua. Ni kwa sababu umemuita. Haleluya. Ni kweli tumekuwa tukila mwili wa Kristo mara nyingi, lakini tumekuwa tukitumia jinsi ambavyo haistahili. Mwambie Bwana Yesu, nisamehe. Sikujua, neno lako leo limenikanya ya kwamba nijihoji kwanza. Nijihoji mimi mwenyewe kule nimekosea. Ya kwamba nikukubali wewe ni mwenye dhambi. Na kuambia Mungu nisamehe. Nisamehe mimi Pastor Ruth. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe kule nimekosea. Nisamehe. Nioshe tena Mungu wangu. Nipe nguvu na uwezo ya kukutumikia.
naye Yesu Kristo mwana wa Mungu, maana ni Mungu wa huruma, atakutazama kwa jicho lake la rehema na kukuhurumia na kukusamehe dhambi zako. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe mwenyewe ujihoji. Leo ni kila mmoja wetu twende mbele zake Mungu, tumulilie siku hii ya leo. Ujiachilie tu kwake, mwambie Yesu nimekuja. Hata kama utachukua dakika ngapi, mwambie Yesu nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, naomba unirehemu. Mimi ni mwenye dhambi, nifungue kwa kila kifungo. Mimi nimekuwa nimefungwa, lakini nimekuja siku hii ya leo unifungue na uniweke huru. Naye Yesu Kristo ni mwaminifu, atakufungua na atakuweka huru.